بسم الله الرحمن الرحيم. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. Tunaondokea kwenye aya 59 leo. Mahusiano kwenye siyaki ya aya kati ya tulizomaliza na tunazoingia. Lamma aqama ta'ala al-adillata wal-barahina, baada ya Allah kusimamisha dalili na hoja ala wujudihi wa wahdaniyatihi, zinazoonyesha kwamba Allah muumba yupo na yuko peke yake. Aqabahu, anafuatisha hapa bidhikri al-adillati ala sifatihi al-qudusiyya, anafuatisha aya zinazoonyesha dalili zinazothibitisha sifa zake takatifu. Allah ni mtukufu na sifa zake Allah haziwezi kukaa mahala pengine zaidi ya kwake. Katika sifa za Allah ilmuhu, elimu yake. Sisi tunasifiwa kwa sifa ya ilmu na Allah anajisifia sifa ya ilmu, lakini ilmu ya Allah haifanani na ilmu ya viumbe wake. Wa qudratuhu, na uwezo wake. Wako watu wanasifiwa na uwezo kwenye mambo yao, lakini uwezo wa Allah haufanani na uwezo ambao kampa kiumbe chake. Wa azamatuhu, na ukubwa wake katika utukufu na izza. Katika viumbe tunao wakubwa wana izza na azama, lakini sifa hii kwa Allah ni tofauti na ilivyo kwa viumbe wake. Wa jalaluhu, na utukufu wake. Tunao watukufu na sisi katika ulimwengu wa viumbe, lakini utukufu wa Allah si sawa na utukufu aliowapa viumbe wake. Wasairu sifati aljalali waljamali, na sifa nyingine zote zinazohusiana na utukufu na uzuri anavyostahili Allah kusifiwa kwa sifa zake ni tofauti na sifa kama hizo zikakutikana kwa viumbe. Na ndiyo maana ya kusema alhamdulillahi rabbil alamin, kama ilivyoanza sura hii kwa tahmidi alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda. Sifa njema mwenyewe anayestahili ni Allah aliyeumba mbingu na vilivyoko mbinguni, akaumba na ardhi na vilivyoko ardhini. Kwa hiyo aya hizi tunazosoma zinaonyesha dalili ya uwezo wa Allah katika sifa zake tukufu ambazo anastahili yeye kusifiwa sifa hizo na haifai kuzipachika mahala pengine. Thumma dhakara ni'matahu ala al-ibadi, alafu katika mtiririko wa aya hizi Allah anatutajia neema zake alizowaneemesha nazo viumbe wake. Biinjaihim min ashadaidi, viumbe wakiwa na shida mpaka wakafikia kiwango cha kukata tamaa,
kimbilio lao kwa kiasi kikubwa wanatumaini anayeweza kuwaondolea shida ni Mola Muumba, na yeye ndiye anayeweza peke yake kuwaondolea shida kubwa. Kwa hiyo hii ni neema katika neema za Allah. Anawaneemesha nazo viumbe wake, wanaomkubali na wanaomkataa, wanaomuamini na wasiomuamini, wananufaika na neema hizi. Wa qudratihi ala al-intiqami, pia aya zinatuonyesha uwezo alionao Allah katika kulipiza kisasi. Mimman khalafa amrahu, dhidi ya wale ambao wanapingana naye. Wako watu wanapingana na Allah, kama hao waliunda majeshi wakapigana na mitume wa Allah. Allah anao uwezo wa kulipiza maudhi wanayofanyiwa vipenzi vyake na wale ambao ni maadui zake. Anatujulisha kwenye aya hizi Allah ana uwezo, wal qadiru ala al-intiqami, ana uwezo wa kulipiza mimman khalafa amrahu wa asa rusulahu, dhidi ya wale wanaopingana na maagizo yake na wakawaasi mitume wake. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Allah ndiye aliyemiliki funguo za ghaibu, na hakuna anayejua ghaibu ila yeye. Mafatih ni jamu ya neno miftah. Miftah ni ufunguo, mafatih funguo nyingi. Haimaanishi kwamba Allah ana funguo za kufungulia kufuli, lakini anasema yeye Allah indahu, anazo, kamiliki, ni zake yeye. Mafatihul ghaib, funguo za ghaibu, ilmu ya ghaibu, mambo yaliyofichikana yasiyojulikana kayamiliki yeye mwenyewe. La ya'lamuha illa hu, hayupo katika ulimwengu, si mbinguni wala ardhini, anayejua ghaibu ila ni yeye tu. Ili ni jambo mahsus kwake yeye. Ai, maana yake inda Allahi khazainul ghaib, Allah ndiye aliyemiliki hazina za ghaib. Wahia, na hizo ghaib, al-umuru al-mughayyabati al-khafiyya, ni mambo ya siri yaliyojificha. La ya'lamuha wala yuhitu biha illa hu, siri za ulimwengu huu, mbinguni na ardhini, hayupo yoyote anayezijua au aliyediriki kuzizunguka kwa ufahamu au elimu yake ila yeye mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna anayejua ghaib. Ghaib ni dhamana yake mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ukenda kwa fundi au mtaalamu ukamtaka kufahamishe mambo yako ya kesho, au wakuangalizie kwenye ndoa yako utapata watoto au hupati, hayo wallahi yote hayamo kwenye ilmu ya viumbe. Ni mambo ya siri za Muumba mwenyewe peke yake. La ya'lamuha illa hu, hakuna anayejua mambo mengine kama hayo ila yeye Allah mwenyewe. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri, na Allah anayejua ghaibu za ulimwengu, anayajua yaliyomo katika nchi kavu na yaliyoko baharini, yaliyoko juu na yaliyoko ndani ya maeneo ya ardhi na ya maeneo ya bahari. Allah ndo anajua na viumbe hawajui. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri, bimaana anayajua Allah yanayojiri kwenye ulimwengu baharini na nchi kavu. Min alhayawanati, katika maisha ya viumbe, wanyama
na siri zilizomo ndani ya maisha yao anayajua Muumba, kiumbe hajui. Jumlatan wa tafsila, Allah anajua siri zilizomo kwenye ulimwengu wa viumbe wake kwa ujumla wake na kwa mchanganuo, kimoja baada ya kingine Allah anajua. Wa fi kulli awalimin, kwenye nyilimwengu zote. Tukisema awalimi kama vile inavyosema alamin, kwenye kila aina species ya ulimwengu fulani, ulimwengu wa wanadamu, elimu yake ulimwengu huu iko kwa Allah. Ulimwengu wa wanyama, elimu hii ya ulimwengu huo iko kwa Allah. Ulimwengu wa malaika, Allah ndo mwenye kudhibiti dhamana, mwenye kujua elimu ya ulimwengu wa malaika. Ulimwengu wa majini, mwenyewe Allah ndiye mmiliki wa ulimwengu huo, anajua siri za kila eneo katika maeneo ya ulimwengu huu. Wa ajaiba, anajua na maajabu Allah, maana yeye ndo aliyeumba. Wasi'aha ilmuhu wa qudratuhu, kwenye nyanja zote za aina zote za vilimwengu Allah elimu yake huko iko kwa upana zaidi, imeenea, na uwezo wake wa kuyamiliki mambo ya ulimwengu uko kwake yeye Allah. Yeye ndo mwenye uwezo wa kumiliki maeneo ya walimwengu wote. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri, anajua yaliyoko baharini, yaliyoko nchi kavu, yaliyoko angani, yaliyoko mbinguni, yaliyoko ardhini. Yote kwa wakati mmoja yako katika elimu yake Allah. Viumbe hawana uwezo huu wa kumiliki maeneo yote kwa wakati mmoja wakajua kila kitu, hawana. Wama tasqutu min waraqatin, halianguki jani la mti. Wama tasqutu, na halianguki, min waraqatin, jani lolote la mti wowote mkubwa au mdogo, illa ya'lamuha, ila liko kwenye ilmu ya Allah. Allah anajua mti fulani umekukusa jani sasa hivi au majani. Vinavyotokea kwenye ulimwengu wa viumbe vinatokea kwa ilmu ya Allah. Wewe mwenyewe ndo unajua gari langu limeshafika kilomita kadhaa, linahitaji service, unaenda kufanya service. Allah anajua kila mche unaoota juu ya ardhi, na ardhi ni kubwa, miti inaota mingi na mimea. Anajua kila mbegu ambayo imeingia ardhini na inaota, na anajua makuzi ya kila kinachoota katika ardhi. Kwa hiyo anasema hata katika kukua kwa mti, majani yana umri wake. Likishafikia umri fulani linadondoka lenyewe, linaachia, lilipokuwepo linaondoka. Allah anasema vitendo hivyo vinatendeka kwa ilmu yake Allah. Ili limefikia muda wake liondoke, jingine bichi changa linachomoza huko juu. Kwa hiyo anasema wama tasqutu min waraqati, msione mambo yanaenda tu wenyewe tilqaiyan, automatically. Hapana, halianguki jani la mti pale linapoanguka illa ya'lamuha, ila linaanguka kwa ilmu ya Allah. Allah anajua kitendo hicho kinafanyika, na miti iko mingi na ardhi ni pana, yote yanayojiri juu yake yanatendeka kwa ilmu ya Allah. Mubalaghatun fi ihatati ilmihi, hapa Allah anatupa uwanja mpana, upeo wa hali ya juu wa kuonyesha jinsi anavyojua kila kitu kinachojiri kwenye ulimwengu wake. Bil juz'iyati, anajua vitu vidogo vidogo kwenye sehemu tofauti tofauti. Kwenye maisha ya wanyama ana elimu nayo, maisha ya miti ana elimu nayo, maisha ya mimea anajua jinsi inavyokuwa, maisha ya vidudu anayajua mwenyewe jinsi yanavyoenda. Yote yanayofanyika yanafanyika kwa elimu yake Allah.
la tasqutu waraqatun, hali yangu kijani la mti, minashajarati, kutoka kwenye mti, illa ya'lamu, isipokuwa Allah anajua, wakati sukutiha, wakati wa kuanguka kwake. Yani anajua jani hili linaota leo changa, litachukua muda gani, saa ngapi, siku gani litadondoka. Yote yanafanyika kwa ujuzi wake Allah, anajua. Ya'lamu waqtu sukutiha, Allah anajua wakati wa kuanguka kwa kila jani. Wal ardu allati tasqutu alaiha, pia Allah anajua jani hili likidondoka hapa litaangukia sehemu gani ya ardhi. Watu wana GPS, wanafuatilia vitu. Kwa hiyo Allah yeye ndo anayeumba viumbe, akawapa hiyo elimu ya GPS. Kwa hiyo jani hili la mti huu likidondoka hapa litaangukia umbali wa mita ngapi kutoka hapa, wapi litaenda kuangukia, pale litakapoangukia reaction yake nini kitatokezea. Kuna mambo ya decaying process, yote yanafanyika kwa elimu ya Allah. Kuoza kwa kitu baada ya kudondoka juu ya ardhi, anasema yote hayatendeki bure bure tu kiholela, yanafanyika kwa elimu ya Allah. Kila kinachofanyika kinafanyika kwa elimu ya Allah. Wala habatin fi dhulumatil ardi, wala hapana punje itakayodondoka kwenye viza vya ardhi, ndani ya ardhi, sio juu. Labda mtama mwenyewe kachelewa kuvuna, au ndege walikuja kwenye shuke wakala walichokula, punje nyingine zinadondoka chini, zinachanganyika na udongo. Haya mambo yote hayatokei bahati nasibu, ila ilmu ya Allah imo. Umevuna mpunga wako, unajitahidi kuwa makini, lakini huu bati wote, chembe nyingine zitadondoka chini, zitajifukia ndani ya udongo. Allah anajua hisabu kwenye shamba lako, mulikuwa na chembe ngapi za mpunga, baada ya wewe kuvuna umepata ngapi, ngapi walikula ndege, ngapi zimeingia kwenye ardhi. Yote yanatendeka kwa elimu yake Allah. Hakuna kinachokuwa hakijulikani. Akiamua apige mahesabu, ulipodhulumika akulipe. Juhudi yako ya kulima, kumwagilia maji, ndege wake wamekuja kula kiasi gani, akulipe kiasi gani. Vyote hivyo vinakuja katika mlango wa sadaka pengine. Vyote viko katika mahesabu, hakuna kinachokwenda ovyo ovyo bila ya Allah kujua. Anajua yanayojiri. Wala habatun saghiratun, wala haitokei chembe ndogo, punje ndogo, fi batni al-ardi, ikaingia kwenye tumbo la ardhi, illa ya'lamu makanaha, isipokuwa Allah anajua sehemu gani punje hiyo imeingia kwenye ardhi. Wa hal tumbitu au la, Allah anajua itaota au haioti, anajua. Yote yanatendeka kwa ilmu yake. Wa kam tumbitu man yakuluha, na kitakachoota kitaliwa na nani na nani, Allah anajua. Binadamu watapata nini, ndege watakula nini, ng'ombe pengine atakuja kula, pengine waingie nzige wavamie shamba. Yote yako katika ilmu ya Allah, anajua. Wala ratbin wala yabisi, na katika maeneo ya ulimwengu hakuna kitu kibichi wala kitu kikavu. Wala ratbin, hapana kitu kibichi, wala yabisin, wala kitu kikavu kilichokishakauka, illa fi kitabi mubin. Yote yako katika kitabu cha Allah kwa maandishi. Kwenye ilmu yake yako anajua, na recording Allah anaweka kwa maandishi. Yeye mwenyewe anajua, na kumbukumbu zinatunzwa kwa maandishi. Ndio anavyosema Allah. Yeye mwenyewe anajua matendo ya waja wake, na hakosei wala hasahau wala haghafiliki. Lakini pia anasema na kumbukumbu za maandishi zinawekwa. Mwenyewe muhusika atakuja kupewa kwa maandishi kitabu chake, lakini Allah anajua. Na kwa kuthibitisha kwamba anajua ghaibu, hata hao waandikaji malaika
yako mengine hawayajui, yanabaki kwenye ilmu ya Allah. Malaika hawajui ghaibu, Allah ndo anajua ghaibu. Kwa hiyo mengine hata hao waandikaji yatawapita, lakini yanabaki kwenye ilmu ya Allah. Anajua kila kitu na hasahau wala hapotezi kumbukumbu. Wala shay'in fihi, hapana chochote katika eneo la ardhi. La shay'un fihi, hakuna kitu katika eneo la ardhi. Ratuba au jafaf, kitakachokuwa kibichi au kikavu. Illa wa huwa ya'lamu, au illa wa huwa ma'lumun 'inda Allah, kitu hicho kitakuwa mbele ya Allah kinajulikana, Allah anakuwa anakijua. Wa musajjalun fil lawhil mahfuz, pamoja na Allah kujua, kinakuwa kimesajiliwa, kimeandikwa kwa maandishi kwenye daftari mama, ummul kitab, lawhul mahfuz. Qala Abu Hayyan, amesema Abu Hayyan, wanawachuoni huyu wa tafsiri, unzur ila husni tartibi hadhihi almalumat, hebu tuliza akili, soma kwa mazingatio, uangalie mpangilio mzuri kwenye hivi vitu ambavyo Allah kasema anavijua, kavipangilia according to their priority order. Angalia jinsi aya ilivyopangika vizuri. Badaa awalan bi amrin maqul, mwanzo wa aya Allah ameanza kutaja kitu ambacho kinajulikana kwenye akili za binadamu. Kaanza kitu maarufu, akili zinakikubali. Amesema wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu. Kataja kitu ambacho kinahitajika kutumia akili au mazingatio ndo kijulikana. La nudrikuhu nahnu bilhissi, hicho alichokitaja mwanzo Allah, sisi kwa uhalisia hatuwezi kukifahamu, hatuwezi kukiona wala kukihisi au kukionja au kunusa harufu. Wa huwa, na kitu chenyewe ambacho ni cha hisia, mafatihul ghaib, funguo za ghaib. Utabaki unajua nini kimesemwa, lakini huwezi ukapata physically ni kitu gani funguo ya ghaib. Ni kitu ambacho inahitaji utumie akili kufahamu, sio kitu hisia ambacho unaweza kwenda kukichukua kiko wapi, ukakiona rangi yake, ukapima uzito wake. Ni kitu cha kiakili. Thumma thaniyan, alafu la pili katika mtiririko huo, ameweka bi amrin nudriku kathiran min alhissi, kaweka jambo ambalo kwa kiwango kikubwa huwa tunalifahamu kwa kuhisi, kwenye hisia. Wa huwa, jambo lenyewe ambalo tunalifahamu physically, albarru walbahr. Sote tunajua tukitajiwa barra na tukitajiwa albahr, tunajua land na tunajua sea, japo kwa ujuaji mdogo mdogo. Maana wengine tunaiona bahari juu juu tu, lakini wengine ndo maisha yao yako huko, wanakwenda kwenye vina vyake chini, wanazamia, wanaona maajabu yaliyoko, wanafanyaje. Ala kulli hali, binadamu wako ambao wana ujuzi wa bahari na mambo ya baharini, na wako ambao wana ujuzi wa ardhi na siri zake, mambo yaliyomo ardhini. Hili linafahamika vizuri kuliko hilo la kwanza. Thumma thalithan, alafu katika orodha aliyoitaja hapa, la tatu, ametaja Allah bijuz'aini latifaini, ametaja mambo mawili ya siri. Kitu kinachoita latif, maana huwezi kukidhibiti, kukikamata, kukipima. Kama hewa ni latif,
Mfahamiana, ipo hewa, tunajua hewa ipo. Na tunaweza kuidhibiti, maana unaweza ukachukua hewa ukajaza kwenye mpira, tire pressure, wa baskeli, wa gari, wa pikipiki, au mahala pengine. Lakini inakuwa hewa ni kitu latifu. Hapa ametaja sehemu ya vitu viwili latif, vyepesi. Ahaduhuma al-alawi, moja katika hizo sehemu mbili iko juu, wa huwa suqutul waraqi, ni kuanguka kwa jani. Jani linapoanguka kutoka kwenye mti mkubwa likaja chini, linapita kwenye hewa mpaka likafika chini. Min uluwi, linatokea kwa juu kuja chini. Wathani, na sehemu ya pili latif, as-sufli, ni sehemu iliyoko chini. Wa huwa, na sehemu hii, ikhtifa'u habatin, ni kufichika kwa mbegu au kufichika kwa punje. Watu hurusha tu punje za mpunga wengine, alafu wakafukia tu rafraf kwa udongo, ukapita ukaona pana udongo tu. Mwenyewe akakwambia nishapanda hapo. Ushapanda punje zimejificha ndani ya udongo. Na hili ni jambo latifu vile vile, jepesi. Fi batni al-ardi, chembe zimejificha ndani ya tumbo la ardhi, zimefukiwa na udongo. Kwa hiyo kataja kuanguka kwa jani na kufichika kwa punje ndani ya udongo. Fadalla dhalika ala annahu ta'ala, ukizingatia vitu vyote hivyo unapata dalili ya kwamba yeye Allah mtukufu alimun bil kulliyati wal juz'iyati. Allah anajua mambo yote kwa ujumla wake generally, halafu anajua kwa mchanganuo kimoja baada ya chingine. Vyote viko katika ilmu yake. Kaa soma kwa mazingatio taratibu, alafu akili yako uitume baada ya kuzingatia, ikupe jawabu ya makusudio ya Allah kusema hivyo. Hapana kitu kinachofanyika katika dunia, mbinguni na ardhini coincidentally, bahati nasibu tu. Vyote vinafanyika purposely, kwa malengo maalum na kwa ujuzi maalum. Unajikata na kisu, damu inatoka, halafu kuna mfumo umewekewa, mwili wenyewe unahangaika kuzuia kutoka kwa damu. Kuna process inaitwa blood clotting iliyotangulia, inafanya gamba gumu inaganda ili kuzuia iliyoko ndani isiendelee kutiririka. Halafu baadaye kuna mfumo wa kinga mwilini, kama ni kijeraha kidogo tu basi unashtukia baada ya muda umepona. Ule ugamba juu ya palipojeruhiwa unaanguka, ngozi yako ina recover. Na mti halikadhalika unakata tawi, umeupa kidonda. Lakini pia kuna mfumo maalum ndani ya maisha ya mti ule wa kinga. Palipojeruhiwa panajijenga, ngozi inaziba ya mti, halafu mti unaendelea na maisha. Wanyama, wadudu, iko hivyo. Hapana kitu kinafanyika bahati nasibu, vyote vinafanyika kwa hikma maalum, kwa uangalizi maalum kwenye ilmu ya Allah. Anajua yote kwa ujumla wake, na anajua kidogo kidogo, kimoja kimoja, kila mahala. Huyo ndo muumba. Wa huwa alladhi yatawaffakum bil-layli, aya ifuatayo inasema yeye Allah ndiye anayekufisheni wakati wa usiku. Usiku mnalala. Kulala ni kufa kudogo. Ukishapata usingizi una habari na yanayojiri nje mpaka uamshwe. Hebu amka, hujui kuna fujo huku nje. Kama hukuamshwa hujui. Wa huwa, na yeye Allah, alladhi yatawaffakum bil-layli, ndiye anayekufisheni wakati wa usiku mnakuwa mmelala. Wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahari, na Allah anayajua yote mnayoyatenda wakati wa mchana. Ukiwa unacheza bao,
uko kwenye mazoezi, uko kwenye kazi yako ya halali ya kutafuta riziki, unasafiri, unafanyaje, yani yote unayoyafanya, activity zote unazofanya zinafanyika kwenye ilmu ya Allah. Haziji kwa bahati nasibu tu kwa sababu wewe unataka. Wala usije ukafikiria haya ni mambo ninafanya mie tu, wala huko hayajulikani. Hakuna unachofanya kikawa hakijulikani. Yote yako kwenye recording. Yanafanyika chini ya ilmu ya Allah na yanajulikanwa. Kwa hiyo ndio maana mtu anayemfahamu hasa Allah anakuwa hahitaji kuwekewa askari wa kumchunga, anajichunga mwenyewe. Anajua la kuliogopa hili tatizo sifanyi, na anajua lenye faida hili siwezi kuliacha, lina faida nafanya. Anajua uwezo wa Allah ulivyo na ukaribu baina ya kiumbe na muumba wake. Hayuko mbali muumba na viumbe wake, yuko karibu nao sana. Anawafuatilia na anajua kila kinachojiri. Ukifanya baya lako anakuona, ukifanya zuri lako anakuona. Kwa hiyo katumia lugha hapa ndogo nyepesi, wa huwa alladhi yatawaffakum billaili. Huyo Allah Mola wenu ndiye anayekufisheni usiku, mnalala. Wa ya'lamu ma jarahtum bin nahari, na anayajua, yako kwenye ilmu yake mambo yenu yote mnayofanya wakati wa mchana. Hakuna linalofanyika likapotea likawa halijulikani. Yani wewe huna faragha, huna siri, ukajificha ukafanya yako ikawa Allah hakujui umefanya nini. Anayajua yote. Ai maana yake yunimukum billaili, anakupeni usingizi mnalala wakati wa usiku. Wa ya'lamu ma kasabtum, na anajua mnayoyatenda au mnayoyachuma. Minal ilmi au minal amali bin nahari, anajua mnayoyafanya katika harakati zenu, masomi yenu, shughuli zenu wakati wa mchana. Yote mnayoyafanya yako kwenye elimu yake, anatambua kinachoendelea. Qala al-Qurtubi, amesema Qurtubi, walaysa dhalika mautan haqiqiya. Aliposema Allah anakufisheni, haya sio yale mauti yenyewe ya kwamba ndo mmekufa. Laisa dhalika mautan haqiqiya, sio yale mauti ya uhakika. Mauti hapo manake ni usingizi. Bal huwa qabdul arwahi, huku ni kule kuzidhibiti roho wakati mmelala. Qala ibn Abbas, amesema Abdullah ibn Abbas, yuqbadu arwahukum fi manamikum, roho zenu huwa zinadhibitiwa wakati mmelala. Kama alivyosema Allah, wallahu yatawaffa al-anfusa hina mautiha. Wallahu yatawaffa al-anfusa fi manamiha. Allah anazifisha nafsi wakati nafsi hizo zinapokuwa kwenye usingizi wake. Kwa hiyo ni kufa kudogo. Hujafa kwamba umeondoka duniani, moyo unapiga, damu inazunguka mwilini, pumzi unapumua, lakini umekufa, nusu kufa. Kwa hiyo si kule kufa moja kwa moja, lakini roho yako iko kwenye udhibiti wa Allah unapokuwa umelala. Akiamua uendelee na maisha, anaiachia, unaamka. Akiamua huyu basi zima moja kwa moja hapo hapo, ndo utasikia kafa usingizini. Alilala hakuamka tena. Umefahamiana? Wa fi hadha, katika maneno haya aliyosema Allah, i'tibarun wastidlalun, pana mazingatio na tunajifunza kitu kwa dalili. Tunapata dalili ala al-ba'thi al-ukhrawi, kitendo kinachofanyika wakati wa kulala na kuamka kwetu pia kinaweza kutumika ni uthibitisho wa kufufuliwa kwetu baada ya kufa. Tunalala kama tumekufa na tunaamka kama tumefufuliwa. Na hivi ndivyo Mtume sallallahu alaihi wasallama alivyokuwa anasema na Makureshi wakati wa mwanzo pale Maka.
walikuwa wanapinga kabisa, haiwezekane mtu kafa kaoza ardhini utuambie anapatikana. Atapatikanwa vipi? Atarudi vipi mtu kwenye uhai keshaoza? Mtume alikuwa anawaambia, innakum satamutuna kama tanamun, nyinyi mtakufa kama hivi mnavyoona mnalala usingizi. Si mchana mpo kwenye harakati zenu, usiku mnalala? Basi na mauti ndo hivyo hivyo, mnakuwa hai halafu mauti yanakuchukueni. Wasatub'athuna, na wallahi mtafufuliwa, kama tastaiqidhun, kama mnavyoamka kutoka usingizini tu. Ulikuwa umelala halafu unaamka, na kufufuliwa ndo hivyo hivyo, mtafufuliwa kama mnavyoamka kutoka kwenye usingizi. Wasaturaduna ila rabbikum yawmaddin, na muelewe mtakuja kurejeshwa kwa Mola wenu. Yule aliyekuumbeni akakuwekeni hapa mara ya kwanza, kwake mutarudi siku ya malipo. Statement kama hizo alikuwa anasema Mtume. Kwa hiyo aya hii inatupa mazingatio kwa mwenye kuzingatia kwamba kama mtu anavolala halafu akaamka, ndio hivyo hivyo kufa halafu akaja akafufuka. Thumma yab'athukum fihi, aya inaendelea, halafu Allah anakuamsheni wakati wa mchana. Thumma yab'athukum fihi, halafu anakuamsheni wakati wa mchana. Kasema huwa alladhi yatawaffakum bil-laili, usiku anakufisheni, wa ya'lamu ma jarahtum fi nahari, na anayajua mnayoyachuma mnayoyatenda shughuli zenu za mchana. Mchana kauweka mwisho. Thumma yab'athukum fihi, halafu Allah hukuamsheni kwenye huo wakati wa mchana, liyuqda ajalun musamma. Zoezi hili linajirudia rudia, lala amka, lala amka, lala amka, usiku mchana, usiku mchana, usiku mchana. Ndo zinahesabiwa siku zako za kukaa hapa duniani kwa kupitiwa na usiku na mchana. Liyuqda ajalun musamma, ili utimie muda uliopangiwa kukaa hapa. Muda uliopangiwa hapa unaitwa miaka. Kaishi miaka 85. Miaka 85 imeliwa na usiku na mchana, usiku na mchana, usiku na mchana, usiku na mchana. Zikiwa 7 watu wanasema wiki moja sasa. Wiki 4 wasema mwezi sasa hivi. Miezi 12 wasema sasa hivi mwaka. Miaka nayo ndo inahesabiwa mpaka muda wako uliopangiwa hapa una dakika ngapi, zikitimia unaondoka. Kwa hiyo anakufanyieni zoezi la kulala usiku, mchana mnaamka, ili hisabu za siku mlizopangiwa kukaa hapa zifikie mwisho, zitimie. Zikitimia tu, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yani thumma yuqidhukum fi nahari, kisha Allah anakuamsheni mnakuwa macho wakati wa mchana, litablughul ajala almusamma, ili ifike ile ahadi iliyotajwa, fulani atakaa duniani kwa muda miaka mingapi. Linqita'i hayatikum, ikimaliza hiyo muda, hiyo ajal musamma, uhai wako umalizikie hapo. Kila aliyekuja duniani kakadiriwa atakaa kwa muda gani, kama ambavyo tumesema mfano wa jani. Jani linatoka kwenye kilele changa dogo, linakuwa, linaishi, linafanya kazi kwenye mti, nalo ajali yake ikesha linadondoka lenyewe. Na we hivyo hivyo unazaliwa kitoto kichanga, watu wanabimba, unalelewa mpaka unafikia makamo, sasa una akili yako timamu, unasumbua katika ardhi hii. Siku zako zikiisha na wewe unaanguka. Watu wanaambizana msiba, wanakuja mazikoni. Leo tunamzika ustazi fulani, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ufikie muda aliopangiwa kila mtu kuishi juu ya ardhi hii, alafu anaondoka. Wadhamiru aidun ala nahari, dhamiri hapa inarudi kwenye huo mchana. Liannahu ghalibul yaqdata, kwa sababu wakati wa mchana mara nyingi ndo watu wanakuwa wako macho kwenye pirika zao. Wa ghalibu naumi billaili, na aghlabu wakati wa usingizi, wakati wa kulala ni usiku.
Kwa hiyo anakupeni maisha wakati wa mchana, anakufisheni kifo cha muda wakati wa usiku kwa usingizi. Thumma ilayhi marji'ukum, halafu zoezi hili la kutumia siku zenu, muda wenu unaoliwa na usiku na mchana, ukisha huo muda, thumma ilayhi marji'ukum, marejeo yenu mkiondoka hapa mnarudi kwa yule aliyekuleteni hapa. Marejeo yenu ni kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Yani thumma marji'ukum ilayhi yawm al-qiyama, kesha marejeo yenu ni kwake yeye Allah, siku ya kiyama mnarudi kwake. Thumma, kesha mkirudi kwake, yunabbiukum bima kuntum ta'malun, huko anaenda kukupeni detailed report, detailed information ya kile ambacho kwenye maisha yenu ya duniani kwa ujumla mlikifanya. Yani full story unapewa, tangu mwanzo mpaka mwisho, siku ulipozimika unapewa rekodi ya maisha yako uliyoyafanya, mazuri yako, mabaya yako, ya usiku, ya mchana, yote unapewa. Aya za Maka hizo, wale watu wakaidi hawafahamu, hawaelewi, ndio walikuwa wanafundishwa kwa lugha kama hizo. Yani thumma yunabbiukum bima kuntum ta'malun, ay maana yake thumma yukhbirukum, alafu atakujulisheni Allah siku mkirudi kwake. Yukhbirukum, atakujulisheni bi'amalikum, matendo yenu mlofanya duniani. Activities zote ulizofanya duniani zipo kwa maandishi. Wayujazikum alaiha, sio unajulishwa tu, hapana, unajulishwa alafu zinapigwa thamani, kisha unalipwa malipo yake, zuri kwa zuri na baya kwa baya. Hupo bure bure tu hapa duniani, wewe unaangaliwa, uko chini ya uangalizi, na yote unayoyafanya yamehifadhiwa. Ukirudi unaenda kupewa taarifa kamili ya matumizi ya dakika zako za duniani. In khairan fa khairun, ikiwa ulifanya khairi utakuta malipo ya khairi vile vile. Wa in sharran fa sharrun, kama ulifanya shari utakuta malipo ya shari yako vile vile. Hichi unachokifanya leo ni rasilimali yako muhimu unajiwekea. Ikiwa nzuri utanufaika na uzuri wa amali yako, na ikiwa unafanya mbaya utapata adhabu kwa sababu ya ubaya wa amali zako. Thumma dhakara ta'ala, kisha akataja Allah mtukufu jalla wa ala, jalala azamatuhu, kataja utukufu wake mkubwa, wa kibriyauhu, na kibri chake, maana yeye ndo mkubwa, yeye ndo mwenye kustahiki kuwa na sifa ya kibri, Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala, Allah akasema, wa huwa alqahiru fawqa ibadi, Allah ndiye qahir juu ya waja wake, yani kawadhibiti, anawamudu, anawatenza nguvu, analotaka yeye ndilo linalokuwa, na wanalolitaka wao akasema silitaki haliwi, ndo qahir. Yani huwa alladhi, yeye Allah ndiye ambaye qahara kulla shay'in wa khada'a li jalalihi wa azamatihi wa kibriyaihi kulla shay. Allah ndiye aliyekitenza nguvu kila alichokiumba katika ulimwengu huu, na Allah ndiye vinanyenyekea kwa utukufu wake na ukubwa wake na kibri chake vitu vyote. Hata kafiri alisema hamjui Allah, kwa upande mwingine ananyenyekea kwa Allah. Yani kuna mambo yeye akitaka asitake yanakuwa tu, kayapenda hakuyapenda yatamfika tu, kwa sababu qahar ndo kayafanya na hawezi kuyakataa. Kafiri haamini, lakini kuna mambo anayoyapanga qahar lazima yamguse, lazima yamfike kama kakadiriwa yeye, na hana uwezo wa kuyakataa. Kwa hiyo Allah ndiye aliyemiliki katika ulimwengu huu kila kitu, na ndiye ambaye ana uwezo wa kulazimisha alitakalo likawa, na asilolitaka akalikwaza, hata kama watalitaka watu wa dunia nzima. Wa huwa alqahiru, Allah ndiye mtenza nguvu, fauqa ibadihi, juu ya waja wake. Wa yursilu alaikum hafadha, Allah amekutumieni viumbe wanaohifadhi mambo yenu.
yursilu alaykum hafadha, kama alivyosema wa inna alaykum lahafidhin. Nyinyi binadamu hamko huru kama mnavyodhania, wala hamna faragha mkasema kuna mambo mengine ni siri yenu hayajulikanwi. Allahu yursilu alaykum hafadha, Allah amekutumieni viumbe munao wanaishi nanyi, kazi yao ni kuhifadhi kila mnachokifanya. Wa inna alaykum lahafidhin, eleweni juu yenu wako viumbe wenye kuhifadhi kazi zenu. Kiraman katibin, ni waandishi watukufu. Ya'lamuna ma taf'alun, wanajua yote mnayoyafanya. Kwa hiyo wewe hangaika, fanya mambo yako kizani, shimoni, jifungie chumba usiku, fanya hivi, lakini mbele ya Allah hakuna siri. Hakuna unachokifanya kikawa hakikujulikana, hakikuonekana. Amekutumieni viumbe ambao kazi yao kubwa kwenu ni kuhifadhi amali zenu kwa maandishi. Ma yalfidhu min qawli, binadamu hatamki hata neno moja. Yalfidhu inatokana na neno al-lafdhu. Lafdhu ni tamko, na sawa sawa tamko liwe lina maana au halina maana. La silabi iliyojengwa kwa herufi 3 au 2 au 1. Lafdhi ni tamko tu, hata ukisema a, hiyo inahesabika kilugha ni lafdhi, ni tamko, ni neno. Hasa binadamu hapo alipo, ma yalfidhu min qawlin, hatoi tamko lolote kinywani mwake, illa ladaihi raqibun atid, isipokuwa mbele yake wako wenye kulichukua tamko hilo, liwe lina maana liwe halina maana. Mpaka siku ukifa unajulikana umetamka matamshi mangapi, umevuta pumzi kiasi gani, inhale exhale, yani ulizovuta ndani ngapi, ulizotoa nje ngapi. Hakuna kinachotendeka kwa bahati nasibu hata moja kwamba kimeachwa tu, vyote viko kwenye recordings. Ilmu ya Allah hiyo. Wa yursilu alaykum hafadha, Allah amekutumieni viumbe kazi zao wamewekewa kwenu kuhifadhi mnayoyatenda. Ai maana yake hawa hafadha malaikatun, hawa ni malaika. Tahfadhu a'malakum, wanahifadhi amali zenu. Wa humul kiramul katibun, na hawa ndo wale mlioambiwa kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun. Ni watukufu kiram kwa sababu la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun. Hawa hawana ushabiki wala kumpendelea mtu. Hawasemi hilo moja potezea bwana, huyu dhaifu sana, muonee huruma. Wao kazi yao kusajili tu, wala hawakwambii wala huwahisi wala huwasikii. Malaika kila anayezaliwa akaja duniani anao wake. Hawafanyi kazi kwa watu wawili, kila mtu anao wake. Wanatumiwa baada ya kuumbwa. Hawa kazi yao ni kusajili matendo ya kiumbe huyu. Ukifa Allah anajua mwenyewe anawaweka wapi. Hawafanyi kazi kwa mwingine, wanabaki na wao maabusu. Siku ukifufuliwa wako na wewe, wanaenda kutoa ripoti yao ya mwisho ya kazi waliotenda kwako. Watahitajiwa kwenda kutoa ithbati ya kile walichokusanya. Qala Abu Saudi, amesema Abu Saudi, wa fi dhalika, katika Allah kusema hivi, kauli hii, hikmatun jamila, kuna hikma nzuri tu. Ukwambieni hamko huru, msijione mna faragha, mambo yenu mengine kama hayajulikani. Haiko hivyo, kuna hikma nzuri tu. Wa ni'matun jalila, alafu ni neema kubwa tukufu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lianna almukallafu, kwa sababu mtu aliyefikia umri wa taklifu, kisha kuwa mtu mzima sasa anaweza kuandikiwa dhambi au thawabu, ndio anaitwa mukallaf, baligh, aqil. Bi anna almukallaf, hikma inayopatikana kwa Allah kutujulisha vitu vya siri kama hivi ni kwamba mtu aliyefikia umri wa taklif, mukallaf,
mtu mzima baligh aqil, idha alima, atakapokuwa anafahamu, anna a'malahu tuhfaz, kwamba matendo yake yote anayoyafanya yanahifadhiwa. Tunaambiwa kama hivi na bado tunapotezea tu. Mtu mwenye akili akijua kumbe mambo yangu yanafuatiliwa, kumbe yanajulikana, yanaandikwa, kumbe nitakuja kupewa siku moja, anakuwa anaogopa, anajichunga, anachagua la kufanya. Kwa hiyo mtu aliyefikia umri wa taklifu, wafundisheni watoto wenu haya mambo. Idha alima, mukallaf atakapojua, anna a'malahu tuhfadhu alayhi, amali zake anazofanya duniani zote anahifadhiwa mwenyewe, na kuna siku atakuja kupewa. Waturadu ala ruusi al-ashhad, atakuja kupewa mbele ya kadamnasi ya watu. Siku ya kiyama tunaambiwa tunakusanywa sote uwanja mmoja, uratan hufatan ghurla, tuko uchi, hatuna nguo. Tukitoka makaburini hatuna nguo, kama siku tulozaliwa na mama zetu, hatuna viatu mguuni. Ghurla maana yake tunarudi kama vile tulivyozaliwa. Kwa wanaume watakuja hawajatahiriwa, yani lile gozi lako walilolimenya wazee lile unatoka nalo kaburini, anakurejeshea Allah kila kitu. Ghurla bimaana ghairu makhtun, unatoka kaburini hujatahiriwa. Nywele zako ulizopruni, ulizotoa wapi, hair cutting saluni wapi, vilivyotoka mwilini mwako vyote vinarudi mle mle. Allah anajua wapi vilipotelea, anavirejesha. Unatoka mwenyewe kama ulivyo kamil, tena kwenye mkusanyiko huo hajapotea hata mmoja. Walam nughadir minhum ahada, Allah anasema tunawakusanya wote, hatumpotezi hata mmoja. Sasa mtu akijua habari kama hizi mapema, na kama akili yake iko salama, hajaiharibu, mwenyewe anaweza kujimanage, anajichunga. Ndio hikima iliyopo Allah kutujulisha, amko huru, mambo yenu yote yako wazi, yanajulikana. Kuna siku mtakuja kupewa orodha ya mambo yenu. Sasa mtu anayejua hivi anajichunga, anajua nitakuja kupewa rekodi ya mambo yangu mbele ya kadamnasi ya watu. Kana dhalika asjaru lahu, mtu mwenye akili akijua haya inatosha kuwa ni katazo kwake, kakatazika na yale yasiyotakiwa, na itatosha kwake kumpa hamasa ya kujiwekea kumbukumbu nzuri, rekodi njema, siku ya kuja kupewa taarifa za amali zake, angalau iwe inavutia. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi, siku hiyo atakayekuja kupewa kitabu chake kwa mkono wa kulia, bimaana ni taarifa njema. Fayaqulu, atasema kwa furaha, iqra'u kitabia. Ndo mbele ya watu, kila mtu anapewa kitabu chake. Kitabu sio cha hadithi kwamba jisikilize kidogo manake muda bado upo, soma hii novo ya mapenzi. Sio. Unapewa kitabu chenye matendo yako uliyoyafanya kuanzia siku ulipopata hiyo taklifu mpaka siku uliyokufa. Kila unalolikuta humo unajua ulilifanya lini, saa ngapi, wapi na kwenye mazingira gani. Soma, iqra kitabaka kafa binafsika alyawma alayka hasiba. Soma kitabu chako hiki, yaliyomo humu ni yako, na mwenyewe baada ya kusoma inatosha nafsi yako kuwa ni yenye kujitathmini, kujihesabu. Wewe mwenyewe utajua wa kulia au wa kushoto ukisoma tu. Hasa mtu anayejua mapema hii taarifa anakuwa ni mwenye adabu, anachunga ya kufanya, ya kusema, ya kutenda mwenyewe, kwa sababu anajua kuna siku ninayoyafanya leo na kuja kupewa mbele ya watu. Sasa ndio hii inaambiwa kwamba fa amma man utiya kitabahu biyamini, mtu atakayekuja kupewa kitabu chake cha matendo yake kwa mkono wa kulia, ni ishara ya kheri, ishara ya heshima. Akisoma tu kurasa wa kwanza atafurahika na yaliyomo. Fayaqulu, atasema jamani, iqra'u kitabia, someni kitabu changu. Yani ana furaha, anataka kushare furaha yake na watu wake, baba, mama, ndugu, mke, mume, nani.
hiyo mqra'u kitabia, yeye kaona rekodi ya kazi zake, halafu ana fahari, furaha na wenzake waone. Mara nyingi hupenda kutoa mfano wa skuli. Mmesoma darasa moja, wanafunzi wengi tu, mwalimu wenu wa somo ni mmoja, mlikuwa mnapewa notes, mnaandika kazi za nyumbani, mnasahishiwa, mitihani mmefanya. Siku ya mtihani mkuu mwingine kapata 98, 100 kasoro 2 tu. Basi yeye mwenyewe anaweza ile karatasi yake ya maswali akaiacha tu juu ya meza, anazunguka kwa furaha. Yani haoni aibu watu kuja kuangalia, wasema jamaa huyu asakichwa, hatumwezi, kafanya vizuri. Lakini unaonaje mtu akipata 0 mle darasani, mwambie hebu nione, anafyonya, angalia kwako bwana. Kapata 0 wakati somo lile mmesoma pamoja, mwalimu wenu ndo huyo siku zote anakuja darasani, alafu kapata 0. Hafurahii matokeo aliyoyapata. Hata ukimwambia lete karatasi yako niangalie, hataki. Tena anatoka maneno makali kinywani mwake na uso kakunja. Utasema umemtilia wewe ile 0. Sasa na siku ya kiyama ndo hivyo, atakayekuja kupata matokeo mazuri, dakika zake alizoishi duniani kazitendea haki, kafanya vyema, yale matokeo yake atakapopewa kwa mfumo wa maandishi kitabu chake, atakuwa haoni aibu, atataka na wenzake wasome. Someni kitabu changu. Inni dhanantu anni mulaqin hisabia, mimi nilikuwa tangu duniani na uhakika siku moja hisabu ya matendo yangu nitayakuta. Ndio maana nilikuwa najitahidi kuwa makini, nikafanya vizuri. Kile nilichokifanya nilikuwa na uhakika nitakikuta. Ndio maana nikajitahidi kufanya vizuri, nikajitahidi kukimbia kufanya vibaya. Dhanantu, nilikuwa na uhakika, anni mulaqin hisabia, mimi kuna siku nitakuta hisabu yangu. Kwa hiyo nilijipanga, nikatengeneza matokeo yangu yawe mazuri. Leo alhamdulillah matokeo yangu mazuri. Lakini kwa atakayepata kitabu chake tofauti na huyu wa mkono wa kulia, wa amma man utiya kitabahu bishimalihi, atakayepewa kitabu chake kwa mkono wa kushoto, akupewa kwa mkono wa kulia, fayaqulu, yeye atasema, ya laitani lam uta kitabia, ya laiti mimi hata bora nisingepewa hichi kitabu. Cha nini chako? Lakini yaliyomo si yako mwenyewe, si unayakumbuka? Ulishaambiwa hichi kitu utakikuta na siku ndo leo. Sasa hichi kitabu chako chukua mwenyewe usome. Lakini akipewa anasema, ya laitani lam uta kitabia, ya laiti hata nisingelipewa mie hichi kitabu changu. Sasa ndo vipi? Na ulishahidiwa utapewa, ndo hicho ushapewa, soma tu, komaa tu mwenyewe. Halafu atakwenda mbali zaidi, aseme wala adri ma hisabia, bora hata nisingejua matokeo yangu. Huo sio utaratibu. Duniani ni mahala pa mtihani, na ulishaambiwa ukimaliza mtihani kuna siku ya matokeo, utapewa matokeo. Yanasema wala adri ma hisabia, bora nisingejua hisabu yangu, nisingejua nimepata matokeo gani. Kama nahukumiwa ningehukumiwa tu. Hiyo dhulma. Sasa lazima wende mahakamani, mashahidi waitwe, kesi isomwe, halafu tena mahakama itoe maamuzi. Hapa ndo uko kwenye mahakama ya Allah leo. Kabla maamuzi hayajatolewa unaambiwa soma kitabu chako hicho, ripoti ya matendo yako mwenyewe. Haya ulifanya wewe, hukufanyiwa. Lakini anamkasirisha atakayoyaona. Ma aghna anni malia, asema mali yote nilokuwa nayo duniani leo hainisaidii kitu. Halaka anni sultania, mwingine aliyekuwa na madaraka anasema madaraka yote nilokuwa nayo, yale nguvu yangu ya kijeshi nilokuwa nayo leo imenitoka, sina hata bodyguard, niko mwenyewe tu lose hivi. Alishazoea akipita yeye kwenye njia watu wote wasitishe kwanza safari zao, misafara isimame, anapita yeye kule, anajikuta kumbe waovyo tu. Anakumbuka enzi zake, anasema halaka anni sultania, ile authority na power niliyokuwa nayo leo imenitoka. Sasa ni mambo ambayo
Kwa mujibu wa aya hii, mwenye akili anamkumbusha ajipange na ajiandae mapema. Mwenyewe atakuwa ni mwenye adabu, atajua kutumia dakika zake vizuri, atajua kuchagua lipi linafaa na lipi halifai. Ndo shekhe anavyosema hapa, mtu aliyefikia umri wa taklifu, idha alima, atakapojua, anna a'malahu tuhfadhu alayhi, amali zake anazofanya duniani anawekewa mwenyewe, anahifadhiwa, na kuna siku atakuja kupewa. Watu'radu ala ruusil ashhad, tena akija kupewa anakuja kupewa hadharani, sio siri, sio chemba, anapewa hadharani kwenye mkusanyiko wa watu wote. Akijua hivi mtu mwenye akili, kana dhalika azjar, hii inatosha kuwa kagombeka, kagombwa akagombeka. Azjaru lahu, kwake yeye inakuwa ni kugombwa kulikotosheleza. Ala taati almaasi walqabaih, atajihifadhi, atajilazimisha, atajikaza asiaendee maasi na mambo maovu. Akijua hili linaandikiwa, ndo kuna siku nitalikuta hili, mwenyewe roho inamrejesha nyuma ili achana nalo bwana. Hiyo sio issue. Ili jambo mie basi. Hiyo ndo faida ya kuwekewa hizi aya. Wa yursilu alaikum hafadha, Allah anakutumieni viumbe wanaohifadhi matendo yenu. Hata idha jaa ahadakumul mautu, zoezi hili la hawa wa hafadha linafanyika all life long, muda wote mnaoishi hapa duniani. Hata idha jaa ahadakumul mautu, mpaka mmoja wenu yakimfika mauti, ile siku anakufa, tawaffatuhu rusuluna, wajumbe wetu wanamfisha, wanaichukua roho yake. Hata idha ntaha ajalul insani, mpaka unapofikia mwisho muda wa kuishi mwanadamu, tawaffathu almalaikatu, malaika wanaichukua roho yake. Almuwakkaluna biqabdhi alarwahi, wale malaika waliowakilishwa kuchukua roho za watu waliomaliza muda wao, wanaichukua roho. Wal maana, na maana ya maneno haya, anna hifdha almalaikati lilashkhas, hifadhi ya malaika wanayowahifadhi watu au wanaohifadhi matendo ya watu hayo, yantahi inda nihayati alajal, kazi yao hawa kiraman katibin inakomea siku mtu inapofikia ajali yake. Yani wanabaki na wewe mpaka roho inatoka, mpaka neno lako la mwisho utakalotamka, kitendo chako cha mwisho utakachomalizia ndani ya uhai wako. Wanarekodi kila kitu. Ukishakufa na wao wanaondoka, washamaliza jukumu lao. Lakini hawafanyi tena kazi kwa mtu mwingine, kila mtu kapewa wake, na wanafanya kazi kwa mtu mmoja mmoja tu. Kwa hiyo wanafanya kazi ya wahafadha kwa muda ambao mtu yuko hai. Uhai ukimalizika, akifa, na wao wamemaliza kazi yao, wanamfanyia kazi mtu mmoja tu. Fahum ma'muruna bihifdhi ibn adama, malaika hawa wameamrishwa kuyahifadhi matendo ya mwanadamu au amali za mwanadamu, maadama hayyan, kwa muda wote ambao anakuwa yuko hai. Wewe hujui, unajiona uko huru tu, na wakati mwingine unajifariji kwa kujiona umefanya mipango yako, hakujua mtu. Kweli mtu hakujua, ushaharibu, ushadhulumu, hukujulikanwa na watu, lakini mbele ya Allah unajulikanwa, sio siri jambo lako. Wanafanya kazi viumbe hawa kwa mwanadamu kwa muda wote anaokuwa yu hai. Fa idha ntaha ajaluhu, muda wake wa kuishi ukifikia mwisho, faqad intaha hifdhuhum lahu, inakuwa na hawa malaika kazi yao ya kuhifadhi matendo yake imeishia hapo. Wahum la yufarrituna, aya imemalizia kwa kusema hawa waliowekwa kuhifadhi amali za watu hawaponyokwi na hata dogo. Mradi umelifanya au umelisema kama ni neno, wao kazi yao ni kunakili tu, hawapotezi kumbukumbu, kwa sababu hawalali
hawasinzii, hawapendelei, hawana ushabiki, hawana chochote kusema kwamba hilo potezea mwanangu, mwachie hilo. Hawako kama sisi kwamba umefanya kosa, lete cheti cha mazao, ukaweka karatasi tupu chini kuna 2,000. Basi nenda. Asa hicho ndo cheti cha mazao. Hawa malaika hawako hivyo. Wao wanafanya kazi zao kwa ufanisi wa hali ya juu na kwa uaminifu mkubwa. La yufarritun, hawapitwi na jambo, yani la yuqassiruna, hawafanyi mapungufu ya aina yoyote kwenye utendaji wao. La yuqassiruna fi shay'in, hawaachii chochote, hawapunguzi lolote, mimma umiru bihi, katika walioamrishwa kuyaandika, min alhifdhi watawafi, kuanzia kuhifadhi matendo yanayofanywa na hao wa kutoa roho wanapoambiwa watoe roho. Huyu anaishi kwa muda wa miaka 80 na miezi 2 na siku 1 na masaa 2. Basi hawakuzidishi wala hawakupunguzi. Hawafanyi makosa yote ya kuzidisha au kupunguza. Wanafanya kazi kwa uaminifu mkubwa. Thumma ruddu ila Allahi maulahumul haq. Halafu wakishamaliza muda wa kuishi duniani, kifo maana yake ni kuondoka katika dunia, waruddu ila maulahumul haq, wanarejeshwa kwa Allah mola wao wa haki. Hata kama hapa duniani walikuwa wanao miola wao wengine, wanarejeshwa kwa yule mola wa kweli. Hii miungu feki yote inaishia hapa. Thumma ruddu ila Allahi, kesha wakiondoka duniani kwa kifo maana yake ndo wanarejeshwa kwa Allah maulahumul haq, mola wao wa kweli. Yani thumma ruddu al-ibad, kesha waja wanaokufa wanarejeshwa baada al-ba'thi, baada ya kufufuliwa, ila Allahi, kwa Allah, khaliquhum, aliyewaumba, muumba wao, wa malikuhum, na ndiye mfalme wao aliyewamiliki, alladhi lahu al-hukmu wat-tasarruf, Allah yeye ndo muamuzi wa kesi zao, na ndiye alikuwa na jukumu la tasarrufu, kuwahudumia, kukupa pumzi, damu kuenda, kukupa chakula na mambo mengine. Ana tasarrufi Allah katika ulimwengu wake anavyotaka. Walladhi, na Allah ndiye ambaye la yaqdi illa bil adli, akitoa maamuzi hatoi maamuzi ya dhulma, ila hutoa maamuzi ya uadilifu. Hadhulumiwi mtu mbele ya Allah. Nasema la dhulma al-yawm, leo hapa hadhulumiwi mtu. Illa ala lahu al-hukmu wa huwa asra'ul hasibin. Ala, zindukeni mufahamu, tambueni, lahu al-hukmu, suala la hukumu kwa waja ni lake Allah. Yeye ndiyo jaji siku hiyo, maamuzi yanatoka kwake. Wa huwa asra'ul hasibin, na yeye ni mwepesi wa kuhesabu. Kama kuna wahasibu wanaohesabu vizuri accurately, basi Allah anawazidi wahasibu wote. Allah anahukumu vizuri, tena kwa wepesi kabisa, acheleweshi kesi. Lahu jalla wa ala alhukmu, kwake Allah mwenye utukufu na mwenye cheo cha juu ndiko kwenye maamuzi. Wahda, ni muamuzi Allah yeye peke yake, yaum alqiyama, siku ya kiyama. Walahu alfaslu walqada'u, suala la kuhukumu na kutoa maamuzi analimiliki yeye siku hiyo. La yushghiluhu hisabun an hisabi, hakanganyikiwi kwenye hisabu. Yani sio kashughulika na hisabu za fulani zikampiga chenga akakoroga. Hapana, yuko fahamu kabisa katika mahisabu. Wala sha'nun an sha'nin, wala hatanzwi na jambo kwa sababu ya kulishughulikia jambo jingine kubwa zaidi kama hilo, kuliko hilo au kama hilo. Hachanganyikiwi Allah, ni mwepesi wa kuhesabu na anahesabu kwa usahihi tu. Yuhasibu al-khalaiqa, Allah atawahesabu viumbe, kulluhum, wote aliyowaumba, fi miqdari nisfi yawmin, kwa kipimo cha nusu siku tu. Kama nusu siku tu atakuwa keshamaliza hukumu. Min ayami dunia, katika siku zetu za duniani. Kama kuanzia asubuhi saa 12 mpaka saa 6, kesi zote zimeisha.
kama warada bihi alhadithu, kama yalivyopokelewa haya kwenye hadithi. Waruya, imesimliwa, annahu, kwamba yuhasibu nasa fi miqdari halbi sha, Allah atawahukumu watu kwa muda ambao mtu anakama mbuzi wake maziwa. Chukua kama dakika 6, shamaliza chuchu, shamaliza maziwa, basi ni muda mfupi tu Allah kishamaliza mambo yote kuyaweka sawa. Kwa sababu hapa kwetu mpaka sijui aje mpelelezi, jalada, sijui linatakiwa mashahidi na nini. Shahidi mwenyewe ana madhaifu yake, kesi inaenda mahakamani, jaji anasema ushahidi gani umetoa, mbona hauna mashiko, wewe ulikuwa huko makini katika alimradi ya mambo yanachanganyika. Lakini kwa Allah, utakapomaliza siku zako za kuishi, yote uliyoyafanya yapo na vithibitisho vyake vipo. Kwa hiyo kesi yako kwa ujumla inaenda imekamilika, ushahidi, upelelezi na kila kitu kipo. Kwa hiyo haikanganyi. Kama unavyofanya hesabu zako kwenye spreadsheet, Microsoft Excel, si unaona kuna rows na columns, ukitia tu hapa vitu vinashuka vyenyewe. Kwa hiyo na kwa Allah kesi simply za watu wote, ndio maana ikaambiwa anahesabu kwa muda mfupi. Umefahamika? Hakuna makosa, kumbukumbu na taarifa zote ni sahihi, hakuna aliyezua kasingizia, hakuna some text missing, hakuna vitu kama hivyo. Kwa hiyo hisabu inaenda vizuri kwa muda mfupi na kwa usahihi kabisa. Kwa leo inshallah tuweke hapo. Bismillahirrahmanirrahim. Wa indahu mafatihul ghaib, Allah ndiye aliyemiliki funguo za ghaib. La ya'lamuha illa hu, hakuna anayejua ghaibu ila yeye mwenyewe Allah. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri, na Allah ndiye anayejua yaliyomo nchi kavu na baharini. Anajua siri za nchi kavu na anajua siri za baharini. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, hata jani la mti halianguki ila Allah anajua taarifa za kuanguka kwa jani hilo. Wala habatin fi dhulumatil ardi, wala haingii mbegu au punje kwenye kiza cha ardhi, yani ndani ya udongo. Wala ratbin wala yabisin, wala hakuna kibichi wala kikavu katika maeneo ya ardhi hii, illa fi kitabin mubin, isipokuwa yote haya yako katika maandiko, yako kwenye kitabu wazi wazi yameelezewa. Wa huwa alladhi, na yeye Allah ndiye ambaye yatawaffakum bil-laili, anakufisheni wakati wa usiku kifo kidogo, yani mnalala. Wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahari, na Allah anayajua mnayoenda nayo, mnayotenda wakati wa mchana, mnayoyachuma wakati wa mchana, Allah anayajua. Thumma yab'athukum fihi, halafu Allah ndo anakuwa akakuamsheni kwenye huu wakati wa mchana, usiku mlikuwa mmelala. Liyuqda ajalun musamma, zoezi hili la kulala na kuamka kupitiwa na usiku na mchana ndo linahesabu tarehe, siku, mida, miezi, miaka ya muda wenu mliopangiwa kukaa hapa duniani. Kila mtu ana muda wake maalum, haongezewi, hapunguziwi. Thumma ilayhi marji'ukum, kisha mkishamaliza muda wa kuishi hapa duniani, kwa Allah ndo marejeo yenu, nyote mnarudi. Wanaoamini, wasioamini, wote watarudi kwa Mola wao. Thumma, kesha hiyo mkirudi kwake, yunabbiukum bima kuntum ta'malun, anakwenda kukujulisheni kwa kina yale ambayo hapa kwenye maisha yenu ya awali mlikuwa mnafanya. Wa huwa alqahiru fawqa ibadihi, Allah ndiye aliyetenza nguvu juu ya waja wake, kawamudu, kawadhibiti. Wa yursilu alaykum hafadhatan, Allah amekutumieni malaika wanaohifadhi matendo yenu mazuri na mabaya. Mmoja anaandika kumbukumbu za mazuri tu na mmoja anaandika kumbukumbu za mabaya tu. Kumbukumbu za mambo mabaya zote tumeambiwa zinawekwa kwenye sijil, kumbukumbu za mazuri zote zinawekwa kwenye illiyin. Mpaka siku ya kiyama ndo panafanya compilation, yanachukuliwa ya huku na ya huku, yanawekwa kwenye kitabu, unapewa mwenyewe kwa jina lako. Hata idha jaa ahadakumul mautu, zoezi hili la kulala na kuamka na siku zinaenda linaendelea na malaika wanahifadhi mnayoyafanya. Hata idha jaa ahadakumul mautu, mpaka mmoja wenu anapomaliza muda akafikwa na mauti. Tawaffatu rusuluna, wajumbe wetu wanaochukua roho watamfisha.
wa hum la yufarritun, hawakosei kwenye kazi zao, hawafanyi mapungufu ya aina yoyote kwenye utendaji wao wa kazi. Thumma ruddu ila Allahi maulahumul haq, kesha kufa na kutoka roho, maana yake ndo watu wanarejeshwa kwa Allah mola wao wa kweli. Hata kama hapa walikuwa wana miola yao mengine, inakuwa mwisho wao ni pale, wanarejeshwa kwa Allah mola wao wa kweli. Hata kama walimkataa, wanarudi kwake. Ala lahul hukmu wa huwa asraul hasibin, eleweni kwamba maamuzi